Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji kwenye sekta ya michezo na sekta zote ambazo ziko chini ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, goli la mama limechangia sana hamasa kwenye mpira wa miguu. Lakini vile vile uwekezaji kwenye ujenzi wa chuo cha Maria, ujenzi wa uwanja wa mpira kule Arusha na mipango wa kujenga uwanja wa mpira hapa Dodoma ni sehemu ya uwekezaji ambao utahamasisha na kuimarisha sana michezo, hasa mpira wa miguu. Mimi kwa kweli nimesikiza hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Nimeona nikumbushe baadhi ya mipango ambayo ilikuwepo hapo katikati kama miaka 3 iliyopita ambayo haijatekelezwa na serikali. Kulikuwa na mpango wa kununua angalau mpira mmoja kila kijiji, mpira mmoja kila shule, mpira mmoja kila mtaa, jezi seti moja kila kijiji, jezi seti moja kila mtaa. Angalau hiyo ingehamasisha sana. Lakini viwanja vya kijiji, viwanja vya mtaa ilikuwa ni muhimu sana. Uwekezaji mdogo sana unatika hasa eneo tu la ardhi. Lakini vile vile usajili wa hizi timu zetu. Hivi kweli timu yangu kutoka Kitunda, timu yangu kutoka Kiloli ije kusajili timu ipate usajili Dar es Salaam? Kwa nini mamlaka usajili isiende kwenye halmashauri ya wilaya? Timu za mpira wa miguu zio zinasajiliwa kama ambavyo wajasiriamali wanasajili vikundi vya ujasiriamali. Hiyo ingeboresha sana tupate timu ambazo zimesajiliwa katika wilaya zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kukumbusha mambo machache kuhusu historia ya mpira. Kama isingekuwa ligi ya Dar es Salaam kuanzishwa mwaka 1929, kusingekuwa na maendeleo mazuri ya mpira wa miguu Tanzania. Na kama kusingekuwa na vita vikuu vya pili vya dunia ambavyo vilisababisha serikali ya kikoloni ikaziondoa timu za majeshi na timu za taasisi za serikali kwenye ligi, basi timu za Simba na Yanga zisingekuwa maarufu, zisingekuwa na umaarufu ulionao leo. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni muhimu sana kukumbuka hiyo historia. Lakini timu ya kwanza ya wananchi au timu ya kwanza ya kiraia kucheza ligi ya Dar es Salaam ilikuwa ni Cosmopolitan. Kwa hiyo ni muhimu sana kukumbuka kwamba timu ya Cosmopolitan ndio timu kongwe kuliko timu za Simba na Yanga. Na lazima tukuipa timu ya Cosmopolitan heshima. Na mamlaka za mpira wa miguu Dar es Salaam zisaidie hii timu ya Cosmo angalau iweze kupanda daraja, iweze kutoa ushindani kwa Simba na Yanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti anasema tuipe heshima timu ya Cosmo. Namuomba kumuuliza kusaidia Mheshimiwa kwamba hiyo timu iko wapi mpaka sasa hivi. Asante. Mheshimiwa Naibu Spika, timu hii ya Cosmopolitan iko kwenye jimbo lako na sasa hivi inashiriki ligi daraja la 3. Kwa hiyo ni muhimu sana kijana wangu aelewe. Mheshimiwa Naibu Spika, yako matatizo makubwa sana kwa michezo, hasa kwenye mpira wa miguu. Tatizo la kwanza, kuna tatizo la kukosekana kwa uadilifu kwenye mpira wa miguu. Watu wanajali zaidi mapenzi ya Simba na Yanga bila kujali maendeleo ya mpira wa miguu. Tatizo la timu kucheza chini ya kiwango kwenye ligi lipo. Naomba mamlaka serikali na mamlaka za mpira wa miguu ziliangalie sana hilo jambo. Yaani timu inaamua kucheza chini ya kiwango kwa sababu inacheza na timu fulani. Sasa kuna mapatano ya aina gani? Inatakiwa uchunguzi ufanyike ili kubaini tatizo hilo na kulitafutia ufumbuzi wa kudumu. Lakini kwenye swala la kuahirishwa mechi ya Simba na Yanga, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, mamlaka za mpira zilisema zinafanya uchunguzi. Lakini tangu ziseme zinafanya uchunguzi mpaka leo taarifa ya uchunguzi haijatolewa hadharani. Alafu inaibuka ratiba tu ya ligi kuendelea bila taarifa ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, inakuwa Watanzania hawajatendewa haki. Mwisho kabisa sheria 17 za soka zimekuwa zikilegezwa katika baadhi ya mechi. Sheria 17 kuna matatizo makubwa ya marefari, wengine wanapewa adhabu kila siku. Naomba sana Mheshimiwa Naibu Spika, mamlaka za mpira wa miguu zisimamiwe vizuri ili zisimamie ligi yetu vizuri na iwe bora kweli kweli, sio bora kwenye makaratasi. Mwisho kabisa Mheshimiwa Spika, nipongeze sana Simba Sports Club. Timu ya Simba imeletea sana sifa nchi hii. Mwaka 74 Mheshimiwa Spika, isingekuwa penalty
timu ya Mahala Gaz El Kubra ilikuwa imeshatolewa mashindanoni. Iliingia nusu finali Simba ya klabu bingwa Afrika. Lakini mwaka 93 Simba iliingia finali ya kombe la CAF, ambayo ni kabla ya kuunganishwa makombe mawili, kombe la CAF na kombe la shirikisho, kombe la washindi ambao sasa hivi ndio kombe la shirikisho. Na mwaka huu imeingia kombe la shirikisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, Simba Sports Club imekuwa ni nembo kubwa ya soka la kimataifa Tanzania. Ni muhimu sana kila mtu aunge mkono maendeleo ya soka katika Tanzania kupitia timu hizi za Simba na Yanga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Waheshimiwa wabunge, jioni tutaanza Mheshimiwa Tarimo.